Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jua Dini Yako. Alhamdulillah, ni furaha tena kukutana na wewe. Naamini unazidi kutegea channel yetu ya Mahdi TV ili kufaidika mengi kuhusiana na dini na vitengo vingine vya Pewa Asubuhi. Mpenzi mtazamaji, kama ilivyo desturi yetu, tunaendelea na mada yetu ya wilaya ndani ya kitengo kidogo cha mada kuhusiana na maana na vipengele vilivyomo kwenye nadharia ya wilaya baada ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Insha Allah, mpenzi mtazamaji, ndani ya studio zetu sio mwingine bali ni Sheikh wetu Sheikh Hussein Patrova ambaye anazidi kudadavulia mengi kuhusiana na swala zima la wilaya, na naamini utategea kunradhi kuanzia mwanzo hadi mwisho ili upate kufahamu zaidi. Insha Allah, tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Tunashukuru. Ni furaha tena kupata Sisi pia. Na kuona tunapokuona katika chaneli yetu ama katika studio yetu tunafarijika. Tunajua pale mbele mpenzi mtazamaji anapata faida ama mbili tatu. Najua sio wote ambao utashika yote ambayo yamesemwa, lakini ukisikiza kwa umakini utakosa kutoka hata na moja. Nakwambia bora utoke na moja kuliko utoke sufuri. Naam, shukran. Bismillah. Inshallah, shukran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Maana ya wilaya au maana ya nadharia ya wilaya. Nadharia au theory ambayo inaitwa theory ya wilaya. Ni theory gani? Sasa pale mwanzo tulikuwa tunazungumza kwamba tofauti na mitume wengine, mtume wetu alipewa wilaya mutlaq kwenye vitu vyote. Na ndio sababu sheria zake zitabaki mpaka siku ya Kiyama. Na kwamba sheria zake zilikuja kurekebisha zile sheria ambazo zilikuwepo kabla na kuzikamilisha. Sio kurekebisha tu peke yake. Kuhakikisha kwamba zimefika ukamilifu kulingana na hali ambayo ipo ya wanadamu na akili ya wanadamu. Kwa hivyo kuongeza kwenye wilaya takwinia na wilaya tashri'ia, kuna wilaya tanfidhia ambayo pia alipewa mtume, kwamba hizo sheria ambazo amekuja nazo zinahitaji kunafadh, yani zinahitaji kutekelezwa na wanadamu wote. Sasa yeye kama mtume ndiye alikuwa munafidh al-awwal, yani munafidh wa kwanza au mtekelezaji wa kwanza sheria ambazo Mwenyezi Mungu alimtuma nazo. Ili kutoa mwangaza, ili kutoa base kwamba hizi sheria zinafaa ziende hivi. Hizi sheria ambazo nimekuja nazo inafaa zitekelezwe hivi. Kwa hivyo mtume alikuwa anatujengea msingi. Jinsi ya kutekeleza hizo sheria. Au vitu gani inafaa viwemo kwenye kutekeleza hizo sheria. Lakini kwenye kutekeleza kwake, kwa sababu yeye ni wali. Inna waliyukumullahu wa rasuluhu. Yeye ni wali wa Mwenyezi Mungu. Amempa uwezo wa kutasarraf baadhi ya vitu. Na hivyo vitu ambavyo tumeongea juu yake. Pia walladhina amanu. Hapa pia alladhina amanu pia Mwenyezi Mungu amewapatia hiyo wilaya. Kwamba hiyo wilaya ambayo Mwenyezi Mungu amempa mtume, ndio hiyo wilaya ambayo Mwenyezi Mungu amewapa walladhina amanu. Hawa alladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun. Ni kisa ambacho kilitokea kihistoria, nadhani kimeelezwa kihistoria alikuwa nani alikuwa anafanya hivyo. Ila hata kwa kutumia proofs ambazo zipo, maelekezo ambayo yapo kwenye Qur'ani, ni kwamba mtume baada ya mtume anakuja alladhina amanu ambao wampewa wilaya kama vile mtume alipewa wilaya. Ina maana kwamba hawa watu wana wilaya takwinia, wanaweza katasarraf kwenye baadhi ya vitu, baadhi ya mambo, baadhi ya miujiza ambayo inatakikana kuthibitisha
kwamba hii ni dini ya Mwenyezi Mungu na kuchallenge yeyote ambaye anahitaji kuchallenge dini. Kwa sababu miujiza, miongoni mwa kazi ya miujiza ni kwamba zinathibitisha unathibitisha kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na zina challenge yeyote ambaye anaweza kuja na kitu ambacho kinafanana na muujiza kwa kumchallenge na kuonyesha kwamba huu si muujiza. Kwa hivyo hawa ambao wamepewa wilaya ya 3 na kwenye daraja ya mtume ni kwamba wana uwezo wa kuja na wilaya takwinia, pia wilaya tashri'ia. Wilaya tashri'ia ni kwamba wana uwezo wa kutoa wa kuelekeza katika masala ya kisheria, kwamba mtu anahitaji hili, sisi tunatoa sheria zetu kwa mtu ambaye ameelekezwa na Qur'ani, kwamba huyu wali ana uwezo, sisi tukiwa na tatizo lolote kwenye sheria za Kiislamu tunarudi kwake, kama vile tulivyokuwa tunarudi kwake na kwa mtume. Pia ana wilaya tanfidhia, na hapa ndio kipengele kikuu kwenye hii wilaya ya 3, kwamba mtume ameanzisha system, ameanzisha mwelekeo, anatuelekeza kwamba sisi system yetu au uongozi wetu kuwe hivi. Kwa hivyo hii system itaendelezwa na nani? Je, itaendelezwa na mtu yoyote ama haitaendelezwa na mtu yoyote? Kama tuna tatizo, kwa yule ambaye atakayeendeleza system mtume ameanzisha nayo, tena Qur'ani imetuambia ikipatikana tatizo fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila rasuli. Kama mtagombana kwenye kitu chochote, kama mtakuja na sintofahamu kwenye jambo lolote, mrudishe hilo jambo kwa Mwenyezi Mungu. Na jambo ambalo lilileta ugomvi sana na sintofahamu kwenye dini ya Kiislamu ni hili swala la wilaya. Kwa hivyo kazi yetu nini? Tuirudishe kwenye mtume. Tuirudishe kwa mtume na tuirudishe kwa Mwenyezi Mungu. Je, mtume amesema nini? Mwenyezi Mungu amesema nini? Na tumeona kwamba hizi mansib zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu dini ni Mwenyezi Mungu. Dini si ya wanadamu, kwamba mimi nitaamua wakati huu nataka tu introduce, wewe ndio utakuwa leader wetu. Mimi sina chochote kwenye dini. Mimi sina mamlaka ya kusema kwamba hili litakuwa au hili halitakuwa kwenye dini. Exactly ambao Mwenyezi Mungu ametuelekeza. Kwa hivyo mtume anasema nini au Mwenyezi Mungu anasema nini kama kutatokea nizaa? Tunaona kwamba kuna wakati mmoja sura iliposhuka, kuna suratul Baraa iliposhuka, alipewa khalifa wa kwanza kwamba aipeleke kwa niaba ya mtume, aenda afanya tabligh kwa watu ambao ilikuwa inafaa afanye tabligh kwao na hii sura ya Baraa. Lakini baadaye amri ilimkujia kwamba waweza katoa tabligh kwako ila wewe au mtu ambaye anafanana na wewe. Na ilitumia tabligh, la yuballigh anni illa ana au arrajul minni. Yani mtu yote aweze kutoa tu tabligh kwa niaba yangu, bali kuna watu ambao specifically wana uwezo wa kutoa tabligh. Ni watu gani? Ndio hawa watu, ndio huyu mwanzo wake ndio pale kwenye Yaumul Ghadir ilikuja aya ikimweleza mtume balligh ma unzila ilayk. Ile tabligh ndio hii tabligh ambayo mtume ameambiwa balligh ma unzila ilayka min rabbik. Kwamba kama hautofanya hili, kama hautatoa tabligh hii, hautakuwa umefanya chochote kwenye risala yako. Kwa hivyo mwanzo wa wilaya ambayo imetajwa kwenye Qur'an, wilaya wa 3 ilianza siku ya Ghadir Khum, na mtume alipochukua Imam Ali kuwa kama kiongozi wa kwanza au walii wa kwanza baada yake, ambaye alieleza kwenye Qur'an alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakat. Sasa imekuja kukamilika kwa sababu mtume anaondoka na inafaa hatuachie mtu. Kwa hivyo baada ya hapo kulikuwa na watu wengine au kulikuwa na personalities zingine ambazo zilikuja baada ya mtume. Na hapo ndo tunakuja na nadhariyati alwilaya, inaonekana kiwazi. Si ati haikuwepo nadhariyati alwilaya, ilikuwepo
mwanzo na Mwenyezi Mungu peke yake mpaka mtume amekuja. Sasa maimamu wanakuja hapo, sasa ndio nadharia ya imama inaonekana kiwazi kwamba kweli tunahitaji mtu wa kutuelekeza. Na tukiangalia pia upande huu wa wilaya, naamini kuna dalili ambazo zilikuwa zinaonekana kabisa nani ambaye hii wilaya baada ya mtume ingefuatia nani. Yani kulikuwa na dalili nyingi za kuonyesha. Mojawapo dalili ilikuwa ni kuhusiana na hadithul kisa. Hadithul kisa ni miongoni mwa dalili ya wilaya. Sasa lakini mpaka mtu aichukulie na uzito wake. Mtu atakapochukulia hii na uzito wake atapata ufahamu zaidi kuhusiana na wilaya. Wanasema ukitaka kuangalia wilaya ama ukitaka evidence kamili ya wilaya, angalia hadithul kisa. Ukisoma ile pale utajua kabisa nadharia ya wilaya iko vipi. Kwa sababu Allah mwenyewe anasema ni Shia Ali ndio ambao watakuwa wamefaulu. Sasa unajua tayari baada ya mtume nani alikuwa atachukua uongozi. Yani utakuwa wapi? Ndio. Na kuongeza ni kwamba matukio ambayo yanatokea, unajua kuna watu tofauti wana translate matukio vile wanataka. Ndio. Lakini kwa mfano tukio ambalo limetokea la kisa, hadithul kisa, ni tukio ambalo lilitokea kihistoria. Ndio. Kwa hivyo inafaa tu translate ile tukio kwenye wasilia ambao ndio kwamba tuta translate vipi. Ndio. Kuna baadhi ya watu wanaona tu hiyo na hadith kisa, mtume alichukua watu kadhaa akaweka hapo akasema yale mambo ambayo yalikuwa na ikaisha. Ni kama tu video ambayo tuliona kabisa tukajua kweli ama kweli upande huu mwingine sio kwa baya, lakini wengi ni ignorance ndio wako nayo. Kabisa mtu anasema ya kwamba ni kweli Imam Ali alikuwa mbora kushinda wale maswahaba wengine. Ni kweli. Alikuwa na elimu kushinda maswahaba wale wengine. Mpaka wale wengine walikuwa wanaenda nini kufuata advice kupitia huyu. Sasa iweje huyu ambaye alikuwa mbora zaidi na bado asiwe? Lakini unajua hilo swali aliulizwa mpaka na mwenye alikuwa anamuuliza hilo swali. Ikawa ni kama ushaona hauelewi. Wewe mwenyewe hata ukiwa kama mimi ni host alafu mimi nakuuliza swali, alafu kabisa mimi najua hili kwangu haliniingia akilini. Sasa mtu anakuambia kwamba hata kama ilikuwa akonezo karakta zote lakini haimaanishi yeye angekuwa kiongozi. Sasa unaona kabisa inaleta mushkili. Maana kiongozi bora ni yule, ingekuwa basi kama kuna kiongozi mwingine mfano kama si mtume, basi ungekuwa na mwingine mbadala wake. Mtume maana mtume kila kitu. Ni kweli. Kimasomo, kidini, kinini, alikuwa yeye ndo kiongozi. Kwa maana kuna vitu ambavyo ulikuwa huvijui unaenda kwa mtume. Na ndo sababu sisi tunafanya nini taklid. Kitu ambacho labda kina tashwishi lazima turudi kwa scholars tuangalie wanakisemaje. Na pia kando na hapo Allah ametupa akili ya kufikiria. Kuna vitu utakaa chini ujiulize mara mbili. Je, hii kitu inaendana kabisa na hii ama haiendani? Sasa ndo unaangalia upande mwingine ukipima mizani. Kuna ile ignorance fulani kwamba hii kitu walifanya makusudi na sio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa ajili ya vitu vingine vya dunia. Kuna ana sababu zake. Ndio. Na kuongeza ni kwamba mimi nafikiria kwamba kuna pia feeling taasubi fulani. Ndio. Hapo wanajua ukweli. Yule alikuwa anajua, yule ambao unasema kwa mfano alikuwa anajua ukweli. Alikuwa anajua ukweli. Kina alihepa kusema ukweli. Na hii inatoa shida kwenye na tayari ishaweka question mark. Ishaweka ile question mark. Kwa hivyo huyu fulani alikuwa hivi. Kwa nini asingekuwa kiongozi? Sasa kwa mtu mwenye akona ile hikma ya kwamba bimaana mtume tayari alikuwa shaonyesha njia hii ndio mnafaa kufuata. Lakini mkaamua kufuata njia hii. Ni kweli. Siasa zile kuwepo. Ni kitu ambacho kilikuwepo. Zilicheza daura kubwa sana. Na ilicheza daura kubwa sana hasa katika Uislamu. Ni kweli. Sasa kwenye mantiki hiyo kwamba Imam Ali alikuwa mbora kwenye kila kitu. Ndio. Lakini yeye haimaanishi kwamba yeye anafaa awe kiongozi. Kwenye mantiki hiyo kwamba mtume wetu pia alikuwa bora kwenye kila kitu. Kweli. Sasa sio lazima kwamba yeye akuwe tena kiongozi. Ndio. Awe mtume. Kwenye mantiki hii ambayo anaeleza huko tunaweza tukaeleza pia juu. Kwamba hakuna ubora wote kwa mtume pia. Kama tunasema kuna ubora kwa mtume kuwa mbora wa viumbe vyote, lazima pia kiumbe ambacho kitakuja baada ya mtume kiwe bora kwa viumbe vingine ambavyo vimebaki, wanadamu wote. Ndio. Kama tutapinga hii, tutapinga hii. Kama tutakubaliana na hii, basi tukubaliana na hii tena. Lakini kadri tunavyozidi kwenda, kabla tuende mapumziko ni kwamba
kila kukicha Mwenyezi Mungu anadhihirisha. Kila kukicha Mwenyezi Mungu anaweka uwasilia wa jambo fulani ya kwamba nyinyi mliamua mfanye hivi, lakini siku zote ukweli hauwezi fichika. Maana utakuta kabisa ni wao ndo kabisa wanajichanganya. Sisi tunasema kabisa ajib. Ukiangalia unasema kwa hivyo hata mimi niko katika njia ambayo mimi ni sahihi, ni wao wenyewe ndo wanajichanganya kivyao kwa sababu ya kutaka kusupport masahaba wengine. Inshallah shaka tukomee hapa, tuchukue pumziko, tukirudi tuendelee na awamu ya pili. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Hussein Patrova ndani ya studio zetu za Bahati TV. Alhamdulillah, kwa mada yetu ya leo ni mada nzuri sana ambayo tunazidi kuangazia maana na vipengele vya nadharia ya wilaya baada ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Jua Dini Yako. Alhamdulillah, tunavozidi kudadavulia ama kujuza mengi kuhusiana na swala zima la wilaya ndani ya wilaya inayosema maana ya vipengele vya nadharia ya wilaya baada ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na hapa hususan tunaangazia Imam Ali alayhi salam kuhusiana na swala zima la wilaya. Tunaamini ya kwamba upande mwingine hawaamini kuhusiana na wilaya, hawaamini kuhusiana kwamba mtume alikuwa shacha 1 2 3, lakini upande wa Ahlul Bait tunaamini ya kwamba mtume alikuwa ameacha 1 2 3, na ndio maana wao walipofanya swala la shura, kuna upande mwingine kulianza kuwa na tashwishi, watu wakao upande huu na wengine wakao upande huu. Na inshallah tunavozidi kuwa na Sheikh Kunradhi, tutafahamu mengi na mengi zaidi. Tukirudi kwake tuweza kufahamu zaidi. Naam, karibu tena Sheikh. Nashukuru sana. Karibu tena. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na kwenye nadhariyatul wilaya tunaona kwamba inatueleza nini? Kwa nini tuwe na walii na kwa nini tuwe na nadhariyatul wilaya katika swala zima la dini au sheria za Mwenyezi Mungu? Mwanzo, nadhariyatul wilaya inasema kwamba tuwe na mwanadamu au kuwe na mtu ambaye ni mkamilifu kwa kiwango cha wanadamu, mkamilifu ambaye anaongoza wanadamu akiwatoa kwenye sehemu ambayo kuna giza akiwapeleka kwenye mwangaza. Hii ndiyo nadharia ya wilaya. Kwamba kuna mwanadamu mkamilifu. Tukibase kwenye wanadamu, sababu hakuna mkamilifu ila Mwenyezi Mungu peke yake. Sisi sote si wakamilifu. Hata mitume si wakamilifu, kwa maana kwamba wanahitaji bado kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kwenye hizi tabia za kawaida na maadili ya kawaida ni wakamilifu, kwamba hawatekelezi kile ambacho si kikamilifu. Kwa hivyo huyu mwanadamu ambaye ni mkamilifu ni mbora, kwa sababu hata sisi wanadamu, ukitaka kufanya kitu utachagua kile kibora. Ukitaka kupata mfanyikazi utatafuta yule mbora, kwa sababu kuna interviews ambazo zinafanyika ili tutafute yule bora. Ukitaka kupata rais utatafuta yule ambaye ni bora, si yule ambaye ataleta matatizo kwenye maisha yako na maisha ya vizazi. Kwa hivyo hii ndiyo nadharia ya wilaya kiujumla, kwamba mtu mbora au mtu mkamilifu anaongoza wanadamu akiwatoa kwenye shida ambazo wako nazo, shida za akhlaqi, shida za aqida, shida za imani, zote hizo shida za iktisadi, akiwapeleka kwenye nuru ya akhlaq, nuru ya ibada, nuru ya iktisadi. Yani sehemu ambayo kuna nuru, hiyo ndio kazi ya alwali. Kwa hivyo huyu wali, ili atufikishe huko kwenye kuna nuru, ili atufikishe huko kwenye kuna alkamal, ukamilifu, yeye pia inafaa awe mkamilifu. Na hiyo ndio irada ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu alitaka watu wafikie ukamilifu. Sio kwamba alitaka watu wawe kwenye daraja ya chini ya imani, ya kwenye mienendo na kila kitu. Ndio maana utakuta siku ya Kiyama kila mmoja ana daraja yake. Kuna mtu ako na daraja ya juu, kuna mtu daraja yake itakuwa ya chini kabisa. Sasa daraja ni tofauti. Ni kweli. Kulingana na yale ambayo walikuwa wanafanya hapa duniani. Kwa hivyo ile atulidi kule
lazima yeye pia akuwa amefika kule. Naam. Aweza kusema kwamba huyu anataka kutuongoza katika njia iliyo sawa, na yeye hayupo kwenye njia iliyo sawa. Kweli. Kuna msemo ambao unasema kwenye Kiarabu, faqidu shay la yu'ti, kwamba yule ambaye hana aweza akatoa. Ukiniomba milioni 1 sina, sitakupa. Kweli. Naam. Tunataka ukamilifu kwa kiongozi. Huyo kiongozi si mkamilifu, hawezi akakuwa kiongozi. Ndio sababu tulisema kwamba baada yake alwilaya inarudi kwa mtu ambaye ni kama mtume, mtu ambaye anafanana kama mtume. Kwenye tabia zinaendana. Kwenye kila kitu ambacho mtume ako nacho, yeye pia ako nayo. Ndio sababu kwenye aya wilaya inasema innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Hii wilaya Allah na rasul walladhina amanu yupo kwenye daraja moja. Ndiyo. Na ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Hii kumtii Mwenyezi Mungu ni daraja, wa ati'u rasul ni daraja nyingine, kwa sababu kitendo kimejirudia. Kwa hivyo hawa watu ambao ni wakamilifu, ambao ni maimamu, inafaa wawe na hizo tabia ambazo tunahitaji kwenye kiongozi. Ndiyo. Ambaye ameanzisha na mtume. Na tulivyosema kwamba ilidhihiri siku ya Ghadir Khum, na baadaye kwa sababu tunajua tukisoma historia kwamba kila mtu alikuwa anahitaji Imam Ali baada ya mtume. Kila mtu, hata viongozi ambao walijitokeza akasema kwamba sio Imam Ali, hao pia walikuwa wanahitaji Imam Ali na walikuwa wanarudi kwake kwenye mambo tofauti. Na kwa sababu kuna msemo unasema kwamba ihtiyajul kulli ilayhi wa ightina'uhu 'anil kulli dalilu ala annahu imam. Kwamba kwa sababu kila mtu kumuhitaji na yeye kutohitaji mtu yoyote ni dalili ya kwamba yeye ndio kiongozi. Naam. Yaani kila mtu ambaye alikuwa anaishi wakati huo, hata saa hizi anahitaji Imam Ali. Kweli. Lakini Imam Ali hahitaji mtu yoyote. Hiyo ni dalili kwamba huyo ambaye hahitaji ndio kiongozi. Kwa hivyo vitu vyote, mazingira na semi za mtume ambazo ni nyingi zinahitaji tuziangalie katika wakati wake. Zote zinaashiria kwamba Imam Ali ndiye alikuwa kiongozi au wali baada ya mtume. Na yeye ndiye alianzisha hii nadharia ya alwilaya. Sasa baada ya Imam Ali kwamba tutakuwa na watu ambao watakuwa wanafuatana. Na kwenye maana ya wilaya ina maana ya kufuata au kufuatana. Kwa mfano alwilaya inatokana na neno yali. Yali ni kinachofuata. Kwamba hadha yali hadha. Huyu anafuata anakuja baada ya huyu. Na ndio sababu kwenye wilaya baada ya wali wa kwanza anakuja wali wa pili, ambao ni qaid wa umma wa Kiislamu baada ya mtume. Kwa hivyo chini ya wilaya kuna kipengele cha uimama. Kwamba kwenye wilaya kuna imama, kwa sababu zote zina nini? Zinamaanisha uongozi. Kuongoza mwanadamu kumfikisha sehemu ambayo anataka kufika. Na sehemu ambayo tunataka kufika kama wanadamu ni kufika kwenye ukamilifu. Kwa hivyo baada ya mtume na baada ya Imamu Ali kuna mawali wengine ambao walikuja baada yao, ambao walikuja chini ya title ya al-imama. Mashaallah. Na ndio sababu tuna viongozi 12 ambao lazima wawe mpaka siku ya Kiyama. Pale tumesema kwamba hizi sheria ambazo Mwenyezi Mungu amesusha kupitia kwa Mtume Muhammad lazima ziwe na zihifadhiwe mpaka siku ya Kiyama. Kweli. Na tukasema kwamba Mwenyezi Mungu aweza akashuka yeye mwenyewe anakuja kuzihifadhi. Angeshuka siku ya kwanza hatungehitaji hawa mitume watumwe. Lakini si kwenye maslahi. Kwa hivyo lazima kupatikana na mtu ambaye atalinda hizi sheria mpaka siku ya Kiyama. Na mtume muda wake haiza akaishi mpaka siku ya Kiyama. Imam Ali haiza akaishi mpaka siku ya Kiyama. Alikuwa na miaka ambayo alikuwa anaishi miaka michache. Kwa hivyo huyu kiongozi yeyote atakayekuwa lazima awe mpaka siku ya Kiyama. Kazi yake ni kuhakikisha kwamba anahifadhi nini? Anahifadhi dini. Hata kama kutakuwa na group ambayo tunaweza kusema imepotea ama inatoa maelekezo ambayo sio,
lakini tutabaki na group hata kama ni ndogo ambayo imebeba uwasilia wa dini ambayo mtume alikuja nayo. Kwa hivyo kutoka kwa Imam Ali kukawa na viongozi 12 ambao wanakuja kwenye title ya al-imama, na tukiangalia mtume mwenyewe ashaweka mpaka kwa hadithi za upande wa pili. Ni kweli. Ipo hadithi inayosema mtume asema baada ya mimi kutakuwa na viongozi 12, makhalifa 12 watakaoongoza. Sasa wao chukulia kama hii neno khalifa ambao nyinyi kwenu maimamu huko ni khalifa. Sasa unauliza swali, tupeni hao makhalifa wenu 12, lakini hawafiki hata 12. Maana mtume alisema baada yangu kutakuwa na makhalifa 12. Ni kweli. Na hii inakuletea kwamba kuna neno khalifa ambalo linatumika kama imama. Na inaweza ikatumika kupoteza kwamba inatumika kufanana na imama lakini sio imama. Kwa hivyo inachukuliwa vipi? Kuna khalifa mara, kuna khalifa ilahia, yani khalifa wa kimwenyezi Mungu, na kuna khalifa wa watu ambao wamejichagulia khalifa. Kwa hivyo khalifa ilahia lazima awe na maslahi kama ya mtume. Kwa sababu anatoka kwa mtume, kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu tunasema huyo khalifa ilahia ndio huyo al-imam. Lakini ukija kusema khalifa ambaye amechaguliwa tu na wanadamu, hana maslahi ya mtume. Hana kitu chochote ambacho kinamuunganisha yeye na mtume, ila tu kwa mfano mwanadamu. Na huyo amekuwa Muislamu peke yake. Lakini kija kwenye tabia hazipo. Tukija kwenye uwasilia kwamba uwasilia mtume sio kama khalifa mwingine. Kwa hivyo khalifa ilahia ni yule khalifa ambaye amechaguliwa kwa Mwenyezi Mungu na ana hizi sifa ambazo tumezitaja ikiwemo wilaya, takwinia, tashri'ia na tanfidhia. Na sana sana wakati huu ni wilaya tanfidhia, kwamba nahakikisha kwamba sheria zinakuwa munafadh, sheria ambazo mtume alishuka nazo zinatekelezwa kwenye umma mpaka siku ya Kiyama. Na si kutekelezwa tu, zikitekelezwa hivyo pia zinahifadhiwa, kwamba anazihifadhi dini ya Kiislamu isipotee, sheria zisipotee, Qur'ani isikuwe muharraf, yani zibadilishwe. Hii yote ni kazi ya imamu. Hata tukiangalia katika zama hizi ndio utakuta unaambiwa kwamba wilaya inatusaidia vipi katika maisha yetu sasa. Tumesema pale mwanzo tukianza kueleza mambo ya wilaya ni kwamba wilaya asli ni ya Mwenyezi Mungu. Na sisi tunarudi kuchukua kila kitu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Dini yetu imekuja chini ya wilaya. Sasa kwenye maisha ya saizi kwamba sisi tunaishi na maisha yetu ni poa tuyaegemeze kwa mmiliki wa maisha yetu. Kwamba mimi naishi, nina matatizo kwenye maisha yetu. Je, inafaa nifanye vipi? Kuna matatizo mengi ambayo yanaibuka. Kuna shida nyingi ambazo zinaibuka. Mimi nifanye, naweza nikazitatua mimi kama mimi. Na naweza nikaenda kwa Mwenyezi Mungu direct kumwambia Mwenyezi Mungu nitatulie hizi shida. Au nikaomba dua direct kwa Mwenyezi Mungu. Nikasema Mwenyezi Mungu tutatulieni hizi dua. Tunajua kwamba sisi tuna shida katika maisha yetu nyingi. Na kuna giza katika maisha yetu. Sasa kufika kwa Mwenyezi Mungu direct hatuwezi. Tunahitaji mtu ambaye atatufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Na huyo ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu mwenyewe amechagua. Wali wa Mwenyezi Mungu, yani Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kutasarraf kwenye baadhi ya mambo. Kwa hivyo miongoni mwa faida ambazo tunafaidika na wali wa Mwenyezi Mungu ambaye amempa uwezo wa kutasarraf katika mambo ya dunia ni kwamba mahitaji yetu yanamfikia kwa Mwenyezi Mungu kama tuko connected na huyo wali. Yani ukiwa connected na wali atafikia shida zako kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yeye mwenyewe ana connection direct na Mwenyezi Mungu. Amepewa wilaya takwinia na wilaya tashri'ia, wilaya tanfidhia. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kwamba uwepo wa wali ni fursa kwa wale ambao wanafuata wali. Na hapa tunaongea wali mara mbili, wali ilahia na kuna naibu wa wali. Kwamba kwa sababu na wali yupo anafanya mambo yetu ya kawaida yanakuwa mepesi. Yani tunapata suluhisho kwenye mambo yetu ambayo tunahitaji kusuluhisha
ya kidini na sheria za kidini. Kwa sababu inamaanisha kwamba kupitia kwa wali, kwa mfano mimi nina swala ambalo limeepuka, swala la kisheria, nahitaji kupata hukumu ni gani. Mimi siwezi nikapata direct, tunarudi kwenye wali ambaye anatuelekeza kwamba tupate vipi. Na huyu wali ndio yule ambayo wali asli akikosekana, asli nasema kwa mustawa wa wanadamu, ambaye ni wali amr, ambaye ni imam, akikosekana lazima atoe mwelekezo kwamba nyinyi mtafanya hivi kwenye mambo ambayo yatakuwa yanawasibu. Ndio. Na Imam Mahdi alitoa mwelekezo. Ndio maana utakuta katika misikiti mingi kuna naibu imamu. Ni kweli. Tuambiane ukweli. Na yule huwa sio hata amechaguliwa. Wewe kama imamu uko msikitini, unajua kabisa hili ni jukumu lako, lakini kuna siku huwa hauko. Kwa hivyo aliteuliwa mmoja wapo, huyu nisipokuwa mimi, huyu ndo anakuwa hapo. Sasa ukiangalia kama wewe binadamu unachagua imamu ama naibu wako, kwa nini Mtume asingeweza kumchagua Imam Ali? Hiyo ni kitu lazima make sense. Kwa nini hamkufanya shughuli kuchagua nani ni naibu imamu? Umeangalia nani ni mbora. Mbora atakuwa yupi? Huyu ni mbora huyu. Kwa hivyo huyu mbora ndo anafaa kuchukua uongozi huu. Anafaa kuwa naibu wa huyu. Akitoka huyu atakuwa hana wasiwasi. Na ndo maana hivyo ndo Imam Ali alikuwa kwa Mtume. Ni kweli. Ndio maana Mtume alikuwa anasema man kuntu maula fa Ali maula. Kabisa. Naam. Kwa hivyo nadharia ya wilaya nadharia ambayo inacheza katika maisha yetu ya kawaida. Kila mtu anafanya hivyo. Kweli. Kama hakuna kiongozi, yule ambaye yupo anachukua zamu za uongozi. Ndiyo. Kwa hivyo kuwepo kwa wilaya inatusaidia kwenye masuala yetu ya kifikia, masuala ambayo yanakuja mapya, ambayo hatuwezi tukapata hukumu. Naibu wa wali ndio tutatulia hayo masuala. Na huyo naibu tutampata vipi? Wali mwenyewe ametoa mwongozo kwamba mimi kwa mfano yupo kwenye ghaiba al-kubra, na baada ya kwenda kwenye ghaiba al-kubra, al-wali al-asli alitoa mwongozo kwamba kwenye masala ambayo yatakuja na hamna hukumu, basi mtarudi kwenye mtu ambaye ana sifa hizi. Na hizi sifa ambazo alipeana, kama mtu atakuwa nazo, huyo ndiye atakuwa wali wenu. Kwa hivyo alitoa mwongozo kwamba kwenye tutakuwa na matatizo, tutakuwa na mambo hatuelewi, lakini si kwamba mimi sipo. Kweli. Nikikosekana mambo yasiende. Pia kuwepo kwa wali ni lutfu. Tunasema lutfu ni grace kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni kwamba kuwepo tu kwake mwenyewe, kuna baadhi ya vitu havifanyiki au vinafanyika kwa sababu yeye yupo. Kwa mfano kuna jambo linaweza kutokea mbaya, lakini kwa sababu yeye yupo linazuilika. Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema ambazo ameweka, kwa sababu ya uwezo ambao ameweka juu yake, kunapatikana ile hidayah, kunapatikana ile hidayah, kunapatikana na mwongozo. Mambo mabaya hayafanyiki. Mashaallah, mashaallah. Shukran sana Sheikh. Sijui kama kuna jambo umeweza kuliacha kabla tumalize. Naam. Kwa hivyo alwilaya ambayo asili yake ni kwa Imam Ali, na tumesema kuna aulia 12, yani maimam 12 baada ya Imam Ali akiwemo. Imejengwa kwa uongozi wa divine leadership, kwamba uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alijua kwamba kutatokea mabaadhi ya matatizo, kutatokea na shida. Alijua na akaweka mikakati kupitia kwa mtume wake. Na kwa sababu kwenye aya ya wilaya 3, fa intanaza'tum fi shay, nijulikana kwamba kwenye wilaya hapa kutakuwa na nizaa, kutakuwa na kutofahamu. Na ndio sababu aliturudisha kwa mtume. Kama kutakuwa na sintofahamu, wale ambao wanataka kuwa waumini, wanataka kuwa chini ya wilaya wangu, basi rudisheni kwa Mwenyezi Mungu. Na mimi nitawaondosha wale wote kutoka kwenye dhulumat na waweke kwenye nur. Sasa kama upo kwenye wilaya ya Mwenyezi Mungu na wilaya ya mtume na wilaya walladhina amanu, ina maana kwamba umeondoka kwenye dhulumat, saizi upo kwenye nuru. Sasa ni wewe kutekeleza baadhi ya mambo ambayo inafaa utekeleze ya utiifu, ili siku ya kiyama
tuwe kwenye njia sahihi. Shukran sana Sheikh, Allah akulipe jaza kwa mawaidha yako mazuri, kwa maelezo yako mazuri ya kumfahamisha mpenzi mtazamaji kuhusiana na wilaya. Insha Allah acha tupatie hapo siku ya leo. Shukran sana. Nashukuru. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Hussein Petrova, alhamdulillah nimefurahi sana, nafaidika sana katika mada kama hizi, kwa sababu zinakupa ufafanuzi zaidi wa kuweza kufahamu maana ya wilaya, ama wilaya inaanzia wapi, inahusiana vipi, na baada ya mtume wilaya inafaa kuwa vipi. Basi ni jukumu lako mpenzi mtazamaji, anakuambia ndio chakula tumekutafunia, ni wewe umeze, sio pia tukumezee. Hakikisha ya kwamba pia unajitahidi mpenzi mtazamaji kufanya research yako kiukamilifu, kwani kusoma hakuishi. Hata kuna ule mzee kabisa macho yameanza kupotea, lakini akosi gazeti lake mkononi akaangalia taarifa za wiki zinaendeleaje ama ulimwengu unaendelea vipi. Maana siku moja waweza amka ukaona bwana uliuzwa, lakini haujui. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.